Israel imekuwa ikiwasilisha wasiwasi wake kwa bunge la Senate kuhusu kuongezeka kwa uwezo wa Iran katika uzalishaji wa makombora ambayo yanahusishwa na mpango wake wa kijeshi na kiusalama. Ripoti kutoka kwa gazeti la Maariv linalochapishwa katika maeneo yanayokaliwa na Israel inaripoti kwamba katika kikao cha siri cha Senate, mjumbe wa jeshi wa Israel aliwaambia wabunge kuwa Irani inaongeza kasi ya uzalishaji wa makombora ya ballistic, hali inayohatarisha usalama wa Israel. Kwa sasa Israel inaona kuwa Irani inatarajia kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha makombora ya ballistic ambayo yana uwezo wa kufika mbali zaidi na kuathiri maeneo muhimu, sio tu katika Mashariki ya Kati bali pia katika maeneo ya mbali. Israel inahisi kuwa kuongezeka kwa uwezo huu kunaweza kumaanisha kuwa Irani itakuwa na uwezo wa kushinikiza nchi hiyo na hata kufanya shambulizi la kimkakati. Irani imekuwa ikiwekeza zaidi katika ukuzaji wa silaha zake, ikiwa ni pamoja na makombora ya ballistic, ikiwa huu ni mpango wa siri mkubwa, lakini kwa mujibu wa ripoti mbalimbali Irani imeweza kukuza uwezo wake kuzalisha makombora ya balistiki, jambo ambalo linadhihirisha kuwa ni tishio kwa usalama wa Israel na maeneo mengine katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Israel inahofia kuwa Irani inaweza kutumia makombora haya kama zana ya kujilinda na pia kama njia ya kujipatia ushawishi katika mizozo ya kijeshi. Hii ni kwa sababu uwezo wa kuzalisha makombora ya ballistic unaongeza uwezo wa Iran kuwa na nguvu katika mazungumzo ya kimataifa, ambapo nchi nyingine zinajua kuwa si rahisi kumshambulia au kumtishia kwa urahisi. Kwa sasa uwezo wa makombora wa Iran unachukuliwa kama kinga dhidi ya Israel na nchi nyingine zinazoitishia Iran. Makombora haya yamekuwa kama kizuizi kwa Israel, kwani yamepunguza uwezekano wa nchi hiyo kufanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Iran. Hali hii inatoa picha kuwa Irani inaweza kuwa na nguvu ya kujilinda dhidi ya mashambulizi, jambo ambalo limeongeza wasiwasi kwa viongozi wa kijeshi wa Israel. Irani pia imejenga mtindo wa kujilinda kupitia uzalishaji wa silaha za kisasa ambazo zinalenga kuzuia hatua yoyote ya kijeshi dhidi yake. Uwezo wa Iran kutengeneza makombora yenye uwezo wa kufika mbali zaidi unajenga taswira ya kuwa Iran sasa ina silaha za kujiamini ambazo zinasababisha kutokuwa na uhakika kwa Israel kuhusu hatua yoyote inayoweza kuchukuliwa dhidi ya Iran katika siku zijazo. Tishio la uwezo wa makombora wa Iran linaweza pia kuathiri sera za kimataifa. Hali hii inaweza kufanya mataifa mengine kuwa na wasiwasi juu ya usalama wa Mashariki ya Kati na kwa hivyo kuongeza mivutano katika ukanda huo. Israel kwa upande wake itaendelea kuzungumzia swala hili na kushawishi washirika wake wa kimataifa kama vile Marekani kutekeleza vikwazo zaidi dhidi ya Iran ili kupunguza kasi ya maendeleo ya programu ya makombora. Hali hii pia inakuwa changamoto kwa nchi nyingine za Kiarabu ambazo zinaweza kujikuta katika migogoro ya kistratejia kati ya Israel na Iran. Uwepo wa makombora ya balistiki ya Iran pia unaweza kuwa na athari kwa uratibu wa kisiasa katika Mashariki ya Kati, hasa ikiwa mataifa hayo yatakuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao na uwezekano wa kuhusika katika vita vikubwa zaidi. Kwa sasa Israel inachukua hatua kadhaa ili kuzuia kuongezeka kwa uwezo wa makombora ya Iran. Mojawapo ya hatua kubwa inayochukuliwa ni kuongeza ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora kwa kutumia mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga kama vile Iron Dome, ambayo inalenga kugundua na kuzuia makombora yanayotishia. Pia Israel inajaribu kuhimiza jamii ya kimataifa kushinikiza Iran kupunguza maendeleo ya mpango wake wa silaha za ballistic, hasa kupitia vikwazo na shinikizo la kidiplomasia. Lakini hata hivyo, hali inavyoendelea, Irani inajitahidi kuendeleza mpango wake wa silaha licha ya shinikizo kutoka kwa nchi za Magharibi. Hii inadhihirisha kuwa Mashariki ya Kati itaendelea kuwa eneo lenye mivutano ya kisiasa na kijeshi, na uwezekano wa vita kuongezeka ni mkubwa. Kwa ujumla, uwezo wa makombora wa Iran unatoa picha ya hali tete inayoongezeka katika Mashariki ya Kati, ambapo kila upande unahisi kuwa ni muhimu kuwa na silaha za kisasa na kujiweka salama, huku jamii ya kimataifa ikijitahidi kutafuta suluhu. Taarifa hii kutoka kwa wawakilishi wa jeshi wa Israel kwenye bunge la Seneti imeonyesha kwamba uzalishaji wa makombora ya balistiki
ya Irani umekuwa ni tatizo kubwa la kimkakati kwa hivi sasa, na Israel inaogopa kuongezeka kwa uwezo wa Iran katika kuzalisha makombora, hasa baada ya mapigano ya vita yale ya siku 12 ambapo Israel na Irani waliweza kupigana vita kiasi cha kwamba uwezo wa makombora ya Irani uliweza kugundulika katika vita hivyo baada ya kuweza kutumia makombora kama Shahabu, lakini vile vile kama vile Emad, Fateh na makombora mengine mengi ambayo yalikuwa ni tishio kwa upande wa taifa la Israel kutokana na ufanisi wa makombora hayo, jinsi ambavyo yanashambulia, lakini vile vile hata ukubwa wa madhara kutokana na vichwa vyake vya mashambulizi ambavyo vimebeba mabomu ya hatari sana. Sasa basi wawakilishi hawa wamepeleka taarifa bungeni kwa kueleza kwamba sasa hivi taifa la Iran linajipanga zaidi kwa uzalishaji wa makombora ya balistiki kwa kiasi kikubwa sana, na kumekuwepo na video mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambazwa na taifa la Iran ili kuonyesha umma kwamba ni kwa jinsi gani taifa hilo linajiandaa dhidi ya uchokozi wowote ambao unaweza kutokea wakati wowote. Adui mkubwa wa taifa la Israel katika Mashariki ya Kati ni Irani, na Irani mwenyewe anamuona Israel kama ni adui wake mkubwa katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Sasa basi mataifa haya mawili yamekuwa kisuguana kwa miaka mingi, kwa muda mrefu zaidi, kwa ajili ya maslahi ya kisiasa, lakini vile vile maslahi ya kiuchumi na mambo mengine mengi katika mataifa haya mawili. Kwa hivyo wamekuwa wakisuguana kwenye vitu mbalimbali kiasi cha kwamba hata wakati mwingine kupelekea kushambuliana kwa kutumia silaha nzito ili tu kufundishana adabu kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa basi viongozi wa taifa la Iran wamekuwa wakitoa maonyo kwamba awamu hii taifa la Israel lijiangalie sana, kwa sababu mfumo ambao wameuandaa kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi ni mfumo hatari. Taarifa zilikuwa zinaeleza kwamba ikiwa taifa la Israel litashambulia kwa kombora moja, basi Irani itajibu kwa makombora 2000 kwa mpigo katika taifa la Israel. Udogo wa taifa la Israel na makombora 2000 endapo yataachiwa kwa wakati mmoja, unaona kwa jinsi gani ambavyo Irani inaweza ikaiteketeza Israel yote kwa pamoja ikawa majivu matupu. Sasa basi ndio maana hata viongozi wa kijeshi wanachukua tahadhari kubwa dhidi ya Iran, lakini vile vile hata pia serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pia inachukua tahadhari kubwa dhidi ya mpango ambao taifa la Iran umeupanga dhidi ya taifa la Israel endapo Israel itaanzisha uchokozi wowote dhidi yake. Lakini pia hizi ni hatua za kujihami kwa wawakilishi hawa wa jeshi bungeni kutokana na sera za Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na serikali yake, kwamba hata kama kuna sera ambazo zinapangwa dhidi ya taifa la Iran, basi zinapaswa ziweze kupuuziwa au kutotekelezwa, kwa sababu maafa makubwa huenda yakatokea ikiwa sera hizo zinaweza kutekelezwa dhidi ya mpango wa taifa wa Iran.